Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele na habari za biashara. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imekikabidhi trekta 2 Chuo Kikuu Kishiriki cha Mtakatifu Mihayo Amukta, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza ombi la chuo hicho kwa serikali iweze kusaidia kama nyenzo ya elimu kwa vitendo, wakati huu ambapo chuo kinaanzisha kitivo cha kilimo na mazingira. Mwanahabari wetu Pendo Salo ana taarifa zaidi. Akikabidhi trekta hizo kwa niaba ya Waziri wa Kilimo Hussein Bashe, Mkuu wa Mkoa wa Tabora Paul Chacha amebainisha mkakati wa serikali kuendelea kuimarisha sekta ya kilimo nchini, na kwamba uanzishwaji wa kitivo cha kilimo na mazingira kutasaidia wanafunzi kuwa na ujuzi kwa vitendo. Lakini kwa yeye mwenyewe pia amesema kama huu ni mwanzo, lakini kupitia wizara yake na mtakapokuwa mnaanza pale, basi vyovyote na chochote utakachohitaji, milango ipo wazi. Chochote kinachotendeka katika nchi hii pia ni kwa malengo na maono makubwa sana ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya ni maelekezo yake kukipa kilimo kipaumbele, na nyinyi mnaona hata bajeti ya Wizara ya Kilimo jinsi ilivyo na jinsi inavyosoma. Profesa Asante Mungu ni mkuu wa chuo cha Mukta. Mbali na kushukuru serikali kwa hatua hii, anasema trekta hizi zitatumika kuandaa mashamba darasa ambayo yatawasaidia wanafunzi na jamii inayozunguka. Trekta hizi zitatumika kwa manufaa hasa katika kuandaa mashamba ya majaribio na mashamba darasa kwa ajili ya wanafunzi wetu wa elimu ya kilimo na mazingira kuanzia ngazi ya shahada ya kwanza. Vile vile Amukta itatumia mashine hizi katika kuongeza huduma kwa jamii inayotuzunguka kwa kusaidia wakulima na vyama vya ushirika. Kilimo ni uti wa mgongo, na wanachuo wengi tunajua tunapomaliza vyuo sio wote muda huo tunaenda kupata ajira, lakini tunahitaji kujitegemea, tunahitaji kulima kwa ajili ya mazao ya chakula, lakini hata mazao ya biashara, kujiinua kiuchumi, lakini pia kuwainua wengine. Tunasema elimu yetu inataka watu wawe na ujuzi kwa vitendo. Kwa hiyo kutokana na kitivo hiki cha sekta ya kilimo hapa chuoni kwetu kitakapoanzishwa, basi itakuwa na tija nzuri kwa wanafunzi, kwa sababu watu watakapomaliza watakwenda mtaani kujiendeleza, kwa sababu tayari watakuwa na ujuzi au ufanisi mzuri. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambe ameagizwa kuchukuliwa hatua kali watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Serengeti waliosababisha hoja za ukaguzi kwa kukiuka sheria ya ununuzi wa umma. Musa Makali ripoti kutoka Mara. Watu wenye ulemavu kulikuwa na hoja 4, moja imefungwa na 3 zinaendelea kufanywa kazi. Ni katika baraza la kujadili hoja za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali wilayani Serengeti mkoani Mara. Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akihitimisha zoezi la kujadili hoja hizo, anaagiza kuchukuliwa hatua stahiki kwa watumishi waliohusika katika hoja za ukaguzi. Hatua stahiki zichukuliwe kwa watumishi wote waliosababisha hoja ya ukaguzi kwa kukiuka sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 ya mwaka 2023 na kanuni zake. Na hapa anamwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Serengeti kuhakikisha fedha zote zinazokusanywa kwenye vyanzo vya mapato ya ndani kupelekwa benki kwa mujibu wa sheria, na kusita kuipongeza halmashauri hiyo kwa kuvuka lengo la makusanyo. Fedha ambazo hazikupelekwa benki zipelekwe, na wahusika waliofanya makosa ya kutozipeleka kwa wakati wachukuliwe hatua za kisheria na kinidhamu. Mapato ya halmashauri hii mwaka wa fedha haujaisha, lakini tumeshafikia 107%. Hili ni jambo la kujipongeza sana. Hili jambo tumelifanya kwa ushirikiano, kila mtu amefanya sehemu yake, na ndio maana matokeo haya yanaonekana. Kwa hivyo sasa matatizo haya yote ya madeni pamoja na haya niliyozungumza, mwarobaini wake ni kuongeza na kuboresha ukusanyaji wa mapato yetu ambao tunastahili kuyapata. Lakini ukiangalia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa hivi tunavyoongea
ni kwamba tumeshavuka lengo. Sasa suku tu kama bilioni 5 kama point 8 ambazo sasa zimekwisha kukusanya. Na ukiangalia ni zaidi kama 106%. Musa Makari, Channel 10, Mara. Wilaya ya Kyela mkoani Mbeya umefurahia upatikanaji wa mizani ya kidigitali na kipima unyevu ambavyo vinatoa taarifa kwa haraka za hali ya unyevu na kiwango cha mazao, hali ambayo itapunguza usumbufu na kuibiwa mazao yao. Taarifa Rose Chapewa inatueleza zaidi. Chama kikuu cha ushirika wa zao la kakao Kieku katika mkutano wake mkuu wa mwaka 2024-25 kilipitisha tozo ya shilingi 50 kwa kila kilo moja ya kakao inayouzwa itengwe, na hadi Mei 30 mwaka huu zaidi ya shilingi milioni 500 imekusanywa, na hivyo kununua mizani 40 za kidijitali na vipima unyevu 40, ambapo vyama vyote 37 vya msingi vimenufaika na vitendea kazi hivyo. Vifaa vya kupima unyevu vilikuwa vinapatikana kwenye maghala makuu tu. Viongozi wa AMCOS wakipokea kokoa za wakulima wao walikuwa wakiangalia tu kwa macho. Sasa ilikuwa changamoto kwamba ikifika galani, kwa sababu kuna vifaa, ilikuwa narudishwa ile kokoa kwamba ikaanikwe upya. Kwa ukishapima kokoa yako lazima uandikiwe risiti. Lakini kwenye mizani inaweza kupima kokoa na kukupa risiti automatic na ukapata message. Kwa hiyo inasaidia kwa ajili ya mkulima kutunza kumbukumbu. Wakulima wanasema matumizi ya mifumo hii ya kisasa ya kidijitali itaongeza uwazi. Hii mizani itatusaidia sisi wakulima kwa uaminifu zaidi, maana ile mizani ya kuning'iniza tulikuwa hatuna imani nayo. Vipima unyevu mara nyingi tulikuwa tukizipeleka kokoa zetu kwenye vituo vya kupokelea kukusanya kokoa. Muda mwingine walikuwa wanatuambia kokoa zenu zimegoma zikiwa zimefika huku ghalani. Lakini kwa kuwa tumevipokea mapema hivyo atakuwa anakipima pale kituoni na pata taarifa hapo hapo kwamba kokoa zangu zina unyevu ama hazina unyevu. Viongozi wa vyama vya msingi wanasema vitendea kazi hivyo vitakuwa na tija kwenye utendaji wao wa kazi. Kwa maana ya kuwa sasa hii mizani ni ya kidigitali, kiasi kwamba tunamalizana na mkulima hapo hapo. Tunakwenda sasa katika mazao mengine. Tuna mazao kama tumbaku nayo, kahawa nayo itafata, pamoja na mpunga. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera ndiye amekabidhi vitendea kazi hivi na akaagiza tozo ya shilingi 50 iendelee kutozwa. Ndani ya mwezi mmoja mmeshaandaa eneo kwa ajili ya kujenga kiwanda kikubwa cha kakao hapa Kyela. Shilingi 50 iendelee kutolewa ili tuweze kupata hizo fedha, tuanze kufanya utaratibu wa kujenga kiwanda kikubwa, ongeza thamani ya zao la kakao hapa Kyela. Kutoka hapa katika chama kikuu cha ushirika wa zao la kokoa wilaya Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Na mtazamaji, na mara baada ya taarifa hiyo ya upande wa habari za biashara ndio tukamilishia. Muda mfupi ujao tutakwenda kuungana na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Endelea kubaki nasi. Hii ni Channel 10+.